Asante Victor. Msikilizaji, tunaanzia huko nchini Tanzania ambako naibu mwenyekiti wa chama cha Chadema John Heche ambaye aliachiliwa huru jana na polisi jijini Dar es Salaam baada ya kushikiliwa kizuizini kwa muda wa wiki 2 zilizopita, leo alifika katika kituo cha polisi cha Oysterbay kupiga ripoti kama ilivyoratibiwa na dhamana alopewa jana jioni. Akiongea na waandishi wa habari hii leo, Heche alisema kuwa ataendelea kutii maagizo ya dhamana yake, lakini ametoa wito kwa serikali kuachilia huru vijana wote waliokamatwa baada ya ghasia za uchaguzi. Ameongeza kuwa hawajafikiana lolote na serikali au polisi kuhusu kuachiliwa kwao. Tumekuja kuripoti polisi kama tulivyotakiwa jana. Baada ya kuachiwa tumeambiwa turudi Alhamisi saa 4 asubuhi. Kwa tutarudi Alhamisi saa 4 asubuhi. Kuna mambo kadhaa ambayo nataka kusema kwa niaba ya chama chetu. Mimi nimekuwa mahabusu ya polisi tangu tarehe 22 kwa siku 21 mfululizo. Kwa hiyo sikuwa najua kwa undani kilichojitokeza. Jana usiku nimepata nafasi ya kuona mambo mabaya sana yaliyojitokeza. Vijana wengi wameumizwa, wameuawa. Familia nyingi zimepoteza ndugu zao. Mali zimeharibika. Kwa niaba ya chama chetu nataka kutoa pole kubwa sana kwa Watanzania wote waliopoteza ndugu zao, waliopoteza mali, hasa waliopoteza ndugu zao. Tumefikishwa hapo kwa sababu ya kiburi cha serikali. Tuliwaambia mapema kwamba kuna sababu ya kurudisha taifa pamoja, hawakufanya hivyo. Wamefikisha taifa letu kwenye hali mbaya na ngumu. Kwa hiyo kwa niaba ya chama chetu tunatoa pole. Aidha, Bwana Heche alifutilia mbali madai kwamba walikuwa wamefanya mazungumzo ili waachiliwe huru. Kama tulivyokamatwa ndivyo tulivyoachiwa. Hakuna mazungumzo yoyote tuliyofanya na mtu yoyote. Nataka hili liwe very clear kwenye public, kwa sababu watu wasilete propaganda kwamba tumeachiwa kwa makubaliano fulani. Hatuna makubaliano tulioachiwa nayo. Bado sisi ni watu tunaamini ni innocent, na tunataka watu wengine wote wanaoshikiliwa kinyume cha utaratibu waachiwe, waende kwenye familia zao. Tunataka watu wote walioachiwa, waliokamatwa, wanaobambikiwa kesi iachwe mara moja. Jambo la tatu, nchi hii ilipata uhuru mwaka 61. Hatutakubali kuwa koloni la mtu tena. Hatutakubali kuwa koloni la Samia wala la Chama cha Mapinduzi. Hilo jambo haliwezekani kwenye nchi hii. Hii ni nchi yetu sote, lazima tuheshimiane, ni nchi ya kidemokrasia na lazima watu wasikilizwe. Vile aliongeza kuwa uongozi wa chama cha Chadema utatoa mwelekeo wa msimamo wao na hatua watakazochukua. Chama chetu kwa haraka sana naagiza vikao vya secretariat vipitie kwa undani na tuitishe kamati kuu, na kamati kuu ya chama chetu itatoa mwelekeo wa nini chama chetu kinazungumza na ni hatua gani tutachukua kwa kwenda mbele huko. Kwa haraka sana vikao vya kamati kuu na secretariat vitaanza, lakini kwa wale ambao ndugu zao wameumia, ndugu zao wamepoteza na taarifa hazipo, waendelee kuwasiliana na mamlaka za chama. Naibu katibu mkuu atatoa utaratibu ya namna ya kufikisha hizo message. Lakini tunaitaka pia serikali iruhusu watu wachukue ndugu zao, wapate miili ya ndugu zao, wawazike kiafrika kama tunavyojua, kitamaduni, kiafrika, kidini kama tunavyojua. Wasiendeleze maumivu kwa familia ambazo zimepoteza ndugu zao. Ni makamu mwenyekiti huyo wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema John Heche. Musa Azan Zungu amechaguliwa kuwa spika mpya wa bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Zungu alipata kura 378 kati ya kura 383 zilizopigwa na wabunge katika mkutano wa kwanza wa kikao cha kwanza cha bunge la 13 la nchi hiyo. Robert Kipto na maelezo zaidi. Idadi ya kura kwa mheshimiwa ndugu Musa Azan Zungu 378. Ni katibu wa bunge la Tanzania Leonard Baraka akitangaza matokeo ya uchaguzi wa uspika wa bunge la Tanzania baada ya shughuli ya kuhesabu kura kumalizika. Kwa jumla kura 378. Matokeo haya yamethibitishwa kwa kusaini. Kwa ushindi huo sasa Musa Azan Zungu ndiye spika wa 8 wa bunge hilo tangu kuanzishwa kwake, baada ya kuwashinda wagombea wa vyama vingine waliopata jumla ya kura 2 pekee. Zungu aliteuliwa na chama chake cha CCM kuwania nafasi hiyo, huku spika Daktari Tulia Ackson akijiondoa katika kinyang'anyiro hicho kwa sababu ambazo hasikuelezwa bayana. Muda mfupi tu baada ya matokeo hayo kutangazwa, mbunge huyo mteule wa jimbo la Ilala jijini Dar es Salaam aliapishwa rasmi kuwa spika wa bunge la 13 la Tanzania. Mimi Musa Azan Zungu nathibitisha kwamba nitatumikia vyema na kwa moyo thabiti
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu kama spika wa Bunge na katika kutimiza wajibu wa cheo hicho, nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa katiba, kanuni za Bunge na sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za Bunge. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mara tu baada ya uapisho wake kumalizika, Zungu alianza majukumu yake rasmi kama spika. Akitoa hotuba yake ya kwanza, Zungu ambaye amekuwa mbunge kwa vipindi vinne na pia naibu spika tangu mwaka 2022 aliahidi kuwa atatekeleza yote walioafikiana ili kufanikisha utendaji wa bunge hilo kwa maslahi ya Watanzania. Mmenichagua ili tufanye kazi pamoja, niwatumikie nyie na kuhakikisha yale yote tutakubaliana na tutakubaliana kama vipaumbele vya taifa katika mipango yetu mbalimbali kwa kipindi cha miaka 5 ijayo yafanikiwe kwa maslahi mapana ya kutumikia wananchi wa nchi yetu. Na waahidi kwa kuwa kuna bunge moja litoa fursa sawa kwa waheshimiwa wabunge wote, na kwamba ofisi ya spika itakuwa wazi kwa kila mbunge kwa ushauri mbalimbali. Aidha, amesema atashirikiana kwa karibu na watu watakaoteuliwa katika nyadhifa mbalimbali ili kuhakikisha bunge hilo limetekeleza majukumu yake kwa mujibu wa katiba. Ninawaahidi viongozi watakaochaguliwa kuwa wasaidizi wangu, naibu spika na baadaye wenye viti wa bunge kwamba tutashirikiana kuongoza bunge hili la 13 kwa kutoa maamuzi ya haki, kuzingatia uadilifu na kutokuwa na upendeleo wowote, kwa kuongoza kwa katiba, sheria za nchi na kanuni za kudumu za bunge kwa vyama vyote vyenye wakilishi bungeni. Ingawa bado hatuna upande wa serikali leo, tunaye mwanasheria mkuu wa serikali Mheshimiwa Hamza Johari. Ni hadi kutoa ushirikiano kwa serikali kwamba kama bunge tutashauri na kutoa maazimio ya bunge kwa ajili ya ustawi wa wananchi na maendeleo endelevu ya nchi yetu. Miongoni mwa waliowahi kushika wadhifa huo wa spika katika historia ya Tanzania ni Adam Sapi Mkawa, Erasto Andrew, Mbwana Mangea, Pius Msekwa, Samuel Sita, Ana Makinda, Job Ndugai na Daktari Tulia Ackson ambaye sasa ni mbunge. Baada ya spika kuchaguliwa, zamu nayo ilikuwa ya wabunge kuapishwa, na miongoni mwao ni spika anayeondoka Tulia Ackson. Mimi Tulia Ackson naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia. Bunge hilo sasa linatarajiwa kuwa na shughuli nyingi baada ya wabunge kuapishwa rasmi. Rais Samia Suluhu Hassan ambaye alishinda uchaguzi wa urais wa mwezi uliopita anatarajiwa kulihutubia bunge hilo ili kuwasilisha rasmi ajenda ya serikali yake, na pia anatarajiwa kumteua waziri mkuu pamoja na mawaziri miongoni mwa wabunge hao. Wananchi wa Tanzania sasa watakuwa wakifuatilia kwa kina shughuli za bunge hilo, hasa baada ya Rais Samia Suluhu Hassan ambaye anaanza muhula wake wa mwisho kama rais kuahidi kutekeleza masuala kadhaa, ikiwemo marekebisho ya katiba na mchakato wa maridhiano katika kipindi cha utawala wake wa miaka 5 ijayo. Robert Kipto, BBC. Naam, huyu spika mpya wa bunge la Tanzania Musa Zungu ni nani hasa? Mwandishi mwandamizi wa BBC Florian Kaijage anaangazia wasifu wake. Zungu alianza safari yake ya kielimu katika shule ya msingi St. Joseph jijini Dar es Salaam, ambayo wakati fulani iliitwa Forodhani, kati ya mwaka 1958 na 1965. Baada ya hapo aliendelea na masomo ya sekondari katika shule ya Kinondoni kati ya mwaka 1966 na 67, na baadaye shule ya Tambaza mwaka 1968 hadi 69. Akiwa mwanafunzi alianza kushiriki katika shughuli za kisiasa kupitia chama cha TANU, ambapo aliongoza tawi la chama shuleni. Baada ya masomo ya sekondari, Zungu alihamia Toronto, Canada, ambako alisomea stashahada ya ufundi wa vyombo vya anga na urubani. Alifanya kazi nchini humo kama mhandisi wa ndege hadi mwaka 1982, kisha akaendelea kufanya kazi katika Falme za Kiarabu hadi mwaka 1993 kabla ya kurejea nyumbani Tanzania. Zungu alirejea rasmi kwenye siasa mwaka 2000, ambapo alichaguliwa kuwa diwani wa kata ya Mchikichini kupitia CCM ndani ya halmashauri ya manispaa ya Ilala. Alichaguliwa kuwa naibu meya wa Ilala. Mwaka 2005 alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Ilala, nafasi aliyoendelea kuishikilia kwa vipindi 4 mfululizo hadi mwaka 2025 kabla ya kuchaguliwa tena kwa kipindi cha 5. Ndani ya bunge amewahi kushika nyadhifa mbalimbali, ikiwemo naibu mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje mwaka 2007 hadi 2011, mwenyekiti wa umoja wa wabunge wa Jumuiya ya Madola CPA Tanzania. Alikuwa naibu mwenyekiti wa kamati ya huduma za jamii
mwaka 2015 hadi 2018. Baadaye akawa mwenyekiti wa bunge katika vipindi vya 2012 na 2016. Mwaka 2020 aliteuliwa kuwa waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais akishughulikia muungano na mazingira, nafasi aliyodumu hadi mwanzoni mwa mwaka 2022. Kufuatia kujiuzulu kwa spika Job Ndugai Januari 2022, Zungu alichaguliwa kuwa naibu spika kabla ya kupanda ngazi hadi kuwa spika wa bunge la 13 hii leo. Uzoefu wake ni mkubwa na misimamo yake ya kisiasa pengine huenda ikaleta tofauti kimaamuzi katika bunge ambalo wabunge wengi ni wa CCM kwa zaidi ya 90%. Anafahamika pia kwa ukali wakati fulani akiongoza vikao vya bunge alipokuwa mwenyekiti na pia baadaye naibu spika. Upande huu kaeni kimya. Wewe mnakataa maamuzi ya kiti. Kwa hiyo unakataa maamuzi ya kiti. Esther Bulaya, nikusomee kanuni ya kupinga maamuzi ya kiti? Kaa kimya. Kaa kimya. Usilete mambo kujua mundani. Kwanza huna unachokijua. Wala usinijibu mimi. Nikusomea kanuni hapa utatoka utarudi tena mpaka miaka 3. Kwamba Musa Azan Zungu atakuwa spika wa namna gani kimatendo kulinganisha na waliomtangulia, hilo ni jambo la kungojea na kuona. Wabunge wapya nchini Tanzania wameapishwa leo kufuatia uchaguzi wenye utata uliogubikwa na siku kadhaa za machafuko, ambapo inaaminika mamia ya waandamanaji walipoteza maisha. Wabunge hao wapya waliochaguliwa rasmi wameapishwa na spika mpya wa bunge, huku Rais Samia Suluhu Hassan akitarajiwa kuhutubia bunge jipya mwishoni mwa wiki hii. Omar Mkambara na taarifa zaidi. Nathibitisha kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi. Baada ya kumalizika kwa zoezi la kumtangaza spika mpya wa bunge Musa Zungu, ambaye ni mbunge wa jimbo la Ilala aliyechaguliwa kuwa spika mpya wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupata kura 378 kati ya kura 380 zilizopigwa na wabunge, likafuata zoezi la kuapishwa kwa wabunge wapya baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 mwaka huu. Mbunge wa jimbo la Bukombe Doto Biteko ni miongoni mwa wabunge walioapa na kula kiapo cha uzalendo katika bunge hilo. Tamko la ahadi ya uzalendo. Mimi Doto Mashaka Biteko, kwa heshima kubwa naahidi mbele ya bunge tukufu kuwa nitakuwa mtiifu na mwaminifu kwa nchi yangu Tanzania, na kwamba ninaahidi kuilinda na kuitumikia na kuitetea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nguvu zangu zote na moyo wangu wote. Mwenyezi Mungu nisaidie. Bunge hili la 13 linaundwa na wabunge 272 waliochaguliwa majimboni, wabunge 115 wa viti maalum, pamoja na wabunge 6 walioteuliwa na Rais Samia. Ado Shaibu Ado, mbunge wa jimbo la Tunduru Kaskazini kwa tiketi ya chama cha ACT Wazalendo, ni miongoni mwa wabunge wachache kutoka upinzani walioapa leo hii bungeni. Mimi Ado Shaibu Ado nathibitisha kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Mwenyezi Mungu nisaidie. Hili ni bunge linaloshuhudia kuwa na wabunge wachache zaidi kutoka vyama vingine mbali na CCM, na kwa mara ya pili hakutakuwa na kambi rasmi ya upinzani kama ilivyokuwa katika bunge la 12, na hii inatokana na idadi ndogo ya wabunge kutoka vyama vya upinzani, kitu ambacho mbunge Ado Shaibu Ado anasema kwa idadi yao ndogo watashindana kwa hoja kuwasaidia Watanzania. Idadi yetu ni ndogo sana, kwa hiyo hatujaingia katika bunge kutegemea ushindani wa idadi. Tunaingia katika bunge kwa kutegemea ushindani wa hoja, na tunaamini tukijipanga vizuri, tukaleta hoja zetu vizuri, tukatanguliza maslahi ya wananchi wanaokandamizwa, wanaoonewa, tunaamini kwamba hoja zetu zitashinda. Kwa hiyo sisi tuko tayari kwa mapambano ya hoja ndani ya bunge kuhakikisha kwamba bunge linatekeleza wajibu wake ipasavyo na kuhakikisha kwamba maslahi ya wananchi yanazingatiwa katika bunge hili. Kuna jumla ya wabunge 11 tu kutoka vyama vya upinzani katika bunge hili la 13. Omari Mkambara, Dira Dunia, BBC. Kuchaguliwa kwa Musa Azan Zungu kuwa spika mpya wa bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, je, kulitarajiwa? Na hili bunge jipya litakuwa na sura gani? Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Tanzania Mohamed Isa.
Lilitarajiwa sana tu, kwa sababu nafasi ya spika, moja ya vigezo sio tu kuwa mbunge, bali ule uwezo, na pili uzoefu wa kuweza kubeba wadhifa au majukumu ya kiti hicho nyeti kabisa katika taifa. Na Mheshimiwa Zungu kwa namna yoyote ile, kwa sababu amekuwa naibu spika karibu miaka 10 na kidogo, hivyo ana uzoefu wa kutosha. Ukimpambanisha na wenzake aliokuwa anapambana nao, ni wazi ilikuwa inategemewa kwamba atakuwa ni Mheshimiwa Zungu. Tofauti ama ulinganishi kati yake na mtangulizi wake Dr. Tulia Ackson, tunaweza kusema tutarajie mapya ya kiasi gani? Moja ya tofauti inaweza kuiona ni kutokana na kila mtu maarifa au elimu alionayo, fani alionayo. Dr. Tulia ni mwanasheria bobezi, lakini Mheshimiwa Zungu si mwanasheria. Kwa hivyo tutegemee bunge ambalo halitokuwa sana kwenye upande wa kisheria zaidi, bali litakuwa sana kwenye upande ule wa usimamizi au governance wanasema. Hii naiona inaweza kuwa ni moja ya tofauti kati ya Mheshimiwa Zungu, uspika wake, na uspika wa Dr. Tulia. Lakini si kwamba patakuwa na hapatozingatiwa masuala ya sheria bungeni. Ninachotaka kukisema tu ni kile kwamba Mheshimiwa Tulia alikuwa akiangalia hata vijambo vidogo vidogo vile vinavyohusu kanuni za bunge, kutokana na ile historia yake na fani yake ya wanasheria. Lakini Mheshimiwa Zungu tutegemee kwamba ule usimamizi wa kinguvu, hawa ya kusisitiza mambo, Mheshimiwa Zungu hana mchezo. Ameshawahi kuwakalisha chini wabunge kwa namna ambayo unaona kuna authority hapa, kuna mamlaka ya juu. Kwa hivyo tunategemea ikiwa wabunge watatekeleza wajibu wao barabara, Mheshimiwa Zungu uspika wake unaweza ukawa na vionjo tofauti na vile ambavyo alikuwa navyo Dr. Tulia. Bunge hili la 13 la Jamhuri ya Tanzania litakuwa na sura gani kwa jumla? Kwa kweli sura ni ile ile ya kwamba ni wabunge wengi ni wa chama kimoja. Kuna wabunge 4 tu ambao ni wa upinzani. Kwa hiyo hatutegemei kwamba kutakuwa na ule mvutano ambao wamejadala tunaotegemea sana baina ya chama tawala na chama pinzani. Kwa hivyo matumaini yote yapo sasa kwa wabunge wa CCM waweze kubeba vile viatu ambavyo huwa wanawabeba wabunge wa upinzani, kuihoji sana serikali. Lakini kama ilivyo kwa chama tawala, mbunge mwenye kuihoji sana serikali anaweza kaishia wakati mwingine kupoozwa, ikiwa kuhoji huko kutapelekezea pengine kuonyesha madhaifu yaliyoko ndani ya serikali. Lakini hata hao 4 waliopo wakitekeleza, wa upinzani wakitekeleza wajibu wao barabara, kwa Waswahili wana msemo wao, moja kama 1000. Kama wakiwa madhubuti sawa sawa, tunaweza kutegemea kuona bunge ambalo lina chachu fulani, lakini kusema kweli ni bunge la chama kimoja kimsingi. Bwana Mohamed Isa, lilomshinda afisi mbwa atawezaje mfupa huo? 4 kati ya mamia ya wabunge, sura ya upinzani na nafasi ya upinzani, na si kwenye bunge hili tu, hata bunge lililopita kulikuwa na mapungufu hayo. Hili linaweza kushughulikiwa kwa kiasi fulani ili angalau kuonekana kwamba kuna uwezo wa kuwa na hoja ya huku na kule. Mimi nilikuwa nategemea Mheshimiwa Rais angeteua baadhi ya wabunge ambao si wa chama tawala, yani wale wabunge wateuliwa wa Mheshimiwa Rais, kuongeza upande wa wabunge ambao ni wa upinzani kambi yake, lakini ameteuliwa na Mheshimiwa Rais na ita ya ule kuelekea kwenye maridhiano na utengamano baada ya haya ambayo yametokea hapa nyuma. Kwa hivyo hatutegemei kuwa na badiliko lolote kubwa la bunge hili ukilinganisha na bunge lililopita. Labda iwe ni ile sasa utendaji wa mawaziri, si kwamba wabunge nao watalazimika waende kwa kasi ya mawaziri. Kwa hiyo bado tunaangalia upande wa uteuzi wa atakaye kuwa waziri mkuu, lakini pia upande wa wale watakaokuwa katika baraza la mawaziri, pengine wanaweza wakaonyesha kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu mambo ya kutekelezwa ni mengi mno kulingana na ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia dira mpya ya taifa kuelekea mwaka 2050. Kwa yale yalivyo mengi, basi tunategemea kwa wingi wake wabunge wachape kazi sawasawa na mawaziri wachape kazi sawasawa, ikiwepo waziri mkuu mwenyewe, na huku wakiwa chini ya uangalizi wa spika wa bunge. Lakini mimi kimsingi sioni kama kuna tofauti kubwa kati ya bunge lililopita na bunge la awamu hii.